Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 29 ya mwezi wa 6, kanisa linaadhimisha sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, mitume na mashahidi. Katika siku hii kanisa linaangalia nyuma katika msingi wake na kuadhimisha kwa furaha sherehe ya watakatifu wawili mashuhuri walioliunda katika hatua za mwanzo na kuacha alama isiyofutika katika msingi wake na utendaji wake. Petro na Paulo wanajulikana kama nguzo kuu mbili za kanisa, yaani taa mbili zinazowaka kwa ajili ya Kristo, zikiangazia njia ya kwenda mbinguni. Mtakatifu Petro, kabla ya kuitwa na Yesu kuwa mfuasi, aliitwa Simoni mwana wa Yona. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 16 aya ya 17. Alikuwa mwenyeji wa Betsaida katika pwani ya ziwa Galilea. Alioa na kuishi huko Kapernaumu pamoja na nduguye Andrea. Alitegemea kazi ya uvuvi kupata riziki yake ya kila siku mpaka alipoitwa na Bwana Yesu kutoka kuwa mvuvi wa samaki hadi kuwa mvuvi wa watu. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 5 aya ya 9. Alipokiri imani kwa Yesu kuwa mwana wa Mungu aliye hai, rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 16 aya ya 16, alipewa jina na Yesu Kefa, maana yake jiwe kwa Kiaramaiki, na kwa Kigiriki Petros, na kwa Kilatini Petrus. Bwana Yesu alimwambia mara moja, si mwili na damu vimekufunulia hayo, bali ni Baba yangu aliye mbinguni. Wewe ni mwamba, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 16 aya ya 18 hadi ya 19. Yesu anapotumia maneno haya kufunga na kufungua katika lugha ya Kiaramaiki, Yesu anampa Petro mamlaka ya juu ya kutawala na kuongoza kanisa lote. Baada ya ufufuko wa Bwana, Petro alikuwa mtume wa kwanza kumuona Bwana mfufuka. Yeye ndiye aliyeongoza uchaguzi wa Matia, aliyechukua nafasi ya Yuda Iskariote. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 15 hadi ya 20. Alihubiri mara baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia mitume siku ya Pentekoste. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 14 hadi ya 40. Alihutubia baraza la Wayahudi. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 5 hadi ya 22. Aliwapokea Wayahudi wa kwanza waliomwamini Yesu baada ya Pentekoste. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 41. Na baadaye aliwapokea katika kanisa wapagani wa kwanza waliomwamini Yesu. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 44 hadi ya 48. Yeye ni mtume wa kwanza kufanya muujiza wa uponyaji. Paulo alikuwa pengine mwanateolojia mkubwa kupita wote ambaye kanisa halijawahi kuwa naye. Alizaliwa huko Tarso katika mazingira yaliyotawaliwa na tamaduni za Kiyahudi na Kiyunani, na pengine mazingira haya yalimwandaa vema kwa utume mkubwa ambao Mungu alimpa baadaye, kuwa mtume wa mataifa na kulitoa kanisa katika minyororo ya tamaduni za Kiyahudi. Mang'amuzi yake ya kukutana na Kristo mfufuka njiani akielekea Dameski yalikuwa ndiyo nguvu iliyomsukuma
na kumfanya awe na hamu, kiu na ujasiri wa kuwa balozi wa Kristo kwa mataifa. Zipo nyaraka 7 za Mtume Paulo na zipo nyaraka nyingine 6 ambazo zinasadikika kuandikwa na yeye moja kwa moja au mfuasi wake wa karibu. Ni chimbuko la ukweli unaotufundisha imani ya kweli hadi sasa. Kinachoonekana katika barua zake siyo mafundisho magumu yanayotoka akilini mwake, bali mafundisho yanayotokana na ufuasi wake wa kweli kwa Kristo, upendo wa dhati kwa Kristo, upendo unaomwezesha kuona kila kitu katika Kristo. Ndiyo maana alisema, wala madhulumu, wala mateso, wala udhaifu haviwezi kumfanya asilenge kuwa kila kitu kwa wote. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 9 aya ya 22. Na pia kuteseka katika kuhubiri na kuanzisha makanisa kwa upendo wa kimama kwa mwili mtukufu wa Kristo. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 4 aya ya 12. Akijichukulia kama mtu aliyezaliwa kabla ya wakati wake. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 aya ya 8. Paulo ambaye jina lake maana yake mdogo, aliyekuwa mnyenyekevu kweli na hakusita kujiita mtumwa. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 1 aya ya 1. Mdogo kati ya mitume wote. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 aya ya 9. Mdogo kati ya watu wote wa Mungu. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 3 aya ya 8. Tunaweza kusema kwa usahihi kabisa kwamba Kristo aliyekufa alikuwa ndani yake na Kristo aliye hai alikuwa uhai wake. Petro na Paulo wote wawili walikuwa watu wa vitendo. Kazi ya mmoja ilikamilisha ya mwingine. Wote walikuwa na mapendo ya dhati na ya kina kwa Kristo, na kila mmoja angeweza kusema kwa udhati kabisa kuwa nimepigana vita vilivyo vizuri, mbio nimeimaliza, imani nimeilinda. Tangu sasa taji limehifadhiwa kwa ajili yangu, taji la haki ambalo Bwana hakimu mwenye haki atanipa siku ile, siyo tu mimi bali pia kwa wale wote wanaomngojea kwa matumaini ajidhihirishe. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya ya 7 hadi ya 8. Hatimaye wote wawili walipata taji la haki wakati mmoja mnamo mwaka 67, wakati wa madhulumu ya Kaisari Nero aliyedhamiria kuwaua Wakristo wote. Petro alisulubiwa msalabani, kichwa chini, miguu juu, kama Kristo alivyoagua, kwa sababu alijiona hastahili asulubiwe kama Bwana Yesu. Petro alisulubiwa katika mlima Vatikani, mahali ambapo leo pamejengwa basilika la Mtume Petro. Paulo, kwa vile alikuwa na uraia wa Roma, alikatwa kichwa pale Tre Fontane, nje kidogo ya mji wa Roma, pembezoni mwa njia ya kuelekea Ostia. Juu ya kaburi lake pamejengwa basilika la Mtume Paulo. Tarehe 29 ya mwezi Juni mwaka 268, miili ya mashahidi hawa wawili ililetwa pamoja katika mapango ya Mtakatifu Sebastiani, na hivyo sikukuu yao inaadhimishwa pamoja tarehe hiyo. Sherehe ya watakatifu Petro na Paulo ni kati ya sherehe 12 muhimu katika maadhimisho ya liturujia katika Kanisa Katoliki. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya watakatifu Petro na Paulo, mitume na mashahidi. Yesu anataka kuishi ndani yetu. Uwepo wetu unapaswa kutoweka
yaani mawazo yetu yanapaswa kutoweka ili mawazo yake yawe yetu. Matamanio na hisia zetu zinapaswa kutoweka kwa sababu Bwana Yesu anataka kuweka matamanio na hisia zake na kuzipanda katika mioyo yetu. Utashi wetu wote unapaswa kutawaliwa na utashi wake. Maelekeo mabaya ya dhambi, matendo yetu yote ya kibinadamu yanapaswa kutoweka kwa sababu Bwana Yesu anataka kuweka ndani yetu utashi wake. Rejea ya mwenye heri James Alberion. Watakatifu wengine, tarehe 29 ya mwezi wa 6. Mtakatifu Faustini. Watakatifu Petro na Paulo, mitume na mashahidi, mtuombee.